Chuo cha VETA Kigoma ni miongoni mwa vyuo 14 vilivyopo kanda ya magharibi vinavyomilikiwa na Mamlaka ya Mafunzo ya Ufundi Stadi Tanzania. Miongoni mwa majukumu ya VETA ni kutoa elimu bora ya mafunzo ya ufundi stadi pamoja na kusaidia kuendeleza ufundi stadi ili kuwajengea wahitimu uwezo wa kujiajiri au kuajiriwa katika sekta mbalimbali zilizo rasmi na zisizo rasmi. VETA Kigoma kupitia mahusiano mema na shirika la Enabel la Ubelgiji, VETA imefanikiwa mambo kadhaa ikiwemo kuanzishwa kwa dawati la jinsia. Hayo yameelezwa na mkuu wa chuo cha VETA Kigoma, Paulo Kimenya, wakati gazeti la Uhuru lilipofanya ziara katika chuo hicho na kujionea hali halisi ya utekelezaji wa ilani ya CCM. Lakini pia nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru waanzilishi pia wa dawati la jinsia ni wenzetu wa hili shirika la Enabel. Ndio wamelianzisha na lilizinduliwa mnamo mwezi wa 7 mwaka jana. Lilizinduliwa na Mheshimiwa Rais katika tawala mkoa wa Kigoma, alizindua hapa rasmi, ambao nitangulia kusema tu kwamba niwashukuru sana wenzetu wa Enabel kwa kuona umuhimu wa kuanzisha dawati hilo la jinsia katika chuo cha VETA Kigoma, ambacho nimesema kwamba tunajivunia kwanza kwa dawati hilo la jinsia kuanzishwa VETA Kigoma, na kwa kanda hii magharibi ni chuo pekee ambacho mpaka sasa hivi kina hilo dawati la jinsia kwa kanda hii ya magharibi. Kwa kweli hilo tunashukuru sana. Baadhi ya majukumu yake sasa limelenga zaidi kusaidia hasa jamii ya wanafunzi, watumishi, hasa watoto wa kike, wale hasa ambao wanajikuta wameingia katika mazingira fulani ya kunyanyaswa kijinsia. Kwa upande wake, mlezi wa wanafunzi wa chuo cha VETA Kigoma ambaye pia ni mjumbe katika dawati la jinsia amesema dawati hilo la jinsia linahusika na kutoa elimu kwenye masuala mbalimbali ya ukatili wa kijinsia. Kwa majina anaitwa Madam Yusta Joseph, ni mlezi wa wanafunzi chuo cha VETA Kigoma, lakini pia ni mjumbe katika dawati hili la jinsia VETA Kigoma. Dawati la jinsia lilianzishwa mnamo tarehe 25 mwezi wa 5 2025, likiwa ni pamoja na kushughulikia masuala yote ya ukatili wa kijinsia, lakini pia kutoa ushauri nasaha na kuwalinda kisaikolojia wahanga wote wa ukatili wa kijinsia, lakini pia kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia chuo cha VETA Kigoma kwa wanafunzi, lakini pia kwa watu wanaotuzunguka nje ya VETA Kigoma. Dawati la jinsia VETA Kigoma linahusika na masuala ya kutoa elimu kwenye masuala mbalimbali ya ukatili wa kijinsia, lakini pia kuhakikisha kuna kuwepo na usawa wa kijinsia kati ya wasichana na wavulana kwa kuwapa elimu kuhusiana na masuala hayo. Lakini pia dawati la jinsia chuo cha VETA Kigoma linashughulika na kutokomeza ukatili wote wa kijinsia katika chuo hiki, na hivyo limewasaidia wanafunzi kwa kiwango kikubwa katika masomo yao, lakini pia kuweka usawa wa kijinsia. Ndio maana kwa sasa hivi tunaweza kuona kwamba kuna fani mbalimbali ambazo watoto wa kike walikuwa hawaruhusiwi kusoma. Yaani walikuwa wanaona akisoma labda anaweza akachukuliwa hivi. Kwa mfano kama ufundi wa magari, lakini kwa sasa hivi kupitia elimu ya usawa wa kijinsia imeweza kuwasaidia zaidi. Aidha, wanafunzi wa chuo cha VETA Kigoma wameipongeza serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fursa kwa watu wote wa kike na wa kiume wa rika zote kujifunza fursa mbalimbali. Kwa majina naitwa Suleiman Doto Rashidi. Mimi ni mwanafunzi wa level 1 katika fani ya ICT katika chuo cha VETA Kigoma. Kikweli mimi kwanza shukrani zangu za dhati nizipeleke kwa uongozi wa chuo, akiwepo msajili wangu na mkuu wa chuo. Nimepata sapoti kutoka kwao kwa sababu kwa jinsi mimi nilivyo na ulemavu wangu sikuweza kukata tamaa. Maana wapo wengi sana ambao wako mitaani lakini wameshajikatia tamaa, lakini mimi nilisema siwezi kujikatia tamaa. Nitasoma na nitaweza kufikia malengo yangu. Na kikweli niweze kushukuru tena Mama Samia
kwa kuweza kutusapoti kwa sisi watu walemavu. Ametupa nafasi au ametupa kipaumbele kikubwa cha kuweza kutusapoti ili tuweze kufikia malengo yetu ya hapo baadaye. Na kiufupi tu, hapa unapewa fani za aina nyingi ziko hapa. Kwa hiyo jamani, wenzangu walemavu na wengine ambao sio walemavu, tusikati tamaa, njoni tusome ili tuweze kujipatia mafanikio yetu ya hapo baadaye. Kwa sababu mimi nilipofika hapa nilikutana na madam, na kipindi mimi nafika hapa nilikuwa sitembelei fimbo ambazo ni maalum. Nilikuwa natembelea kwa kutumia miti au niseme fimbo hizi za kawaida. Lakini nilipofika hapa kupitia hili dawati la jinsia, wameweza kunisapoti fimbo mpaka sasa hivi natumia fimbo hizi kwa kuweza kunifikisha sehemu moja au kunifikisha sehemu moja kwenda nyingine. Kwa kweli na wengine na washauri sana waje wafike hapa, kwa sababu hili dawati lenyewe kazi yake ni kushughulikia watu wote ambao ni walemavu na kuwapa msaada pale ambapo watapokuwa wameshindwa. Kwa majina naitwa Khadija Shabani Muhammad, nasikia Kigoma mjini, kata ya Rubuga. Nilipendelea kusoma welding kwa sababu mazingira yanayotuzunguka hakuna wasichana au wanawake wanaochomelea. Wengi ni wanaume ndio walikuwa wanachomelea. Kwa hiyo na mimi nikaona nije nijaribu ili niweze kufanyaje kwenda kuchomelea, kwa sababu walikuwa wanasema kazi hizi zafanyaje za wanaume. Kwa hiyo na mimi nimekuja mpaka sasa hivi naweza kuunda madirisha, milango, mageti na kadhalika. Nikiripoti kutoka hapa katika chuo cha VETA Kigoma, mimi ni Justin Kosemasi.